Mary, yes. Mambo Poa. uko vizuri? Niko njema kabisa, namshukuru Mungu, tuko salama. Poleni. Tunashukuru, sehemu moja hapo ya matokeo tumejifunza na tumeona kwamba unapokutana na timu ambazo wanakuwa na viongozi wenye nguvu zaidi, vitu kama hivi ni lazima kutokea. Kwa hiyo kama sisi tunapongeza benchi la ufundi, tunapongeza wachezaji wetu, hatuna tunachowadai. Wamepambana ndani ya dakika 90, wameonyesha ushindani mkubwa na tulistahili kabisa kuchukua kombe hili kutokana na mistake zilizotokea za muamuzi, na kama wenyeji wa mchezo walikuwa wana nguvu zaidi. Kwa hiyo tumepokea, hatuna cha kufanya, ni sehemu ya mpira, lakini tunajifunza kwa wakati mwingine tuje na mguu aina gani. Ni kipi hasa pengine kimepelekea nyie kuondoka na kombe leo? Maana umezungumza pia kilichopelekea kikubwa ni tumeona mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa wazi. Ndani ya dakika 90 tumekuwa tukipata maamuzi yasiyokuwa sahihi kwa muamuzi, na sote mnapopata maamuzi yasiyokuwa sahihi lazima wachezaji watoke mchezoni. Tumeweza kutengeneza nafasi za kupata magoli, lakini mwisho wa siku goli la pili limekataliwa. Mimi sijaliona marudio kama ni offside kweli, lakini walipata goli wakaweza kutuongoza. Lakini yote kwa yote sisi hatuna cha kuwalaumu wachezaji, tunalaumu waamuzi wanaochezesha michezo hii. Kama wanaona ili kombe wanastahili wao kutokana na kwamba wana kiongozi mkubwa kutoka kafu, basi wangemaliza ile mechi kule Morocco, mambo yangekuwa yameisha, kuliko watu wanajitoa kwenye mpira. Tunataka mpira wa Afrika ukue, lakini mambo yanakuja kuwa kama haya. Ni vitu ambavyo sisi kama wana Simba na mashabiki hatujapendezwa navyo. Shukrani sana. Thank you. Mfano jaribu